Ukiadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika, imebainika kuwa jamii za wafugaji nchini Kenya bado hazijazingatia haki za mtoto. Idara ya mahakama imelalamikia utamaduni potofu miongoni mwa jamii za wafugaji ambazo zimelemaza upatikanaji wa haki kwa watoto. Michael Kwena ana kina cha taarifa hiyo. Kuanzia kwa mashairi yaliyoogana na watoto, wakazi wa Marsabit walionekana kughadhabishwa na mila zinazowakandamiza watoto. Kaunti hii ikilaumiwa kwa kuendeleza mila potofu na zilizopitwa na wakati na kuchangia visa vingi vya dhuluma dhidi ya watoto. Hakimu mwandamizi wa mahakama ya Marsabit Christine Wekesa ameelezea masikitiko makubwa kutokana na misimamo ya kijamii ya kusuluhisha kesi zinazohusu watoto vijijini. Najua kesi zote zikija kotini lazima ushahidi. Bila ushahidi haki haiwezi patikana. Na kwa sasa ile mila ambayo inazingatia sana kunyamaza, wale ambao wameshuhudia hawawezi kuja kwa sababu wanaona kwamba ni mila yao ndio lazima wazingatie na waweze kukuza. Kila wakati ni kunyamaza, na hiyo inamaanisha kwamba haki za mtoto zinagandamizwa kufuatana na hizo imani ya mila na desturi. Afisa mkuu wa idara watoto katika eneo la Marsabit ya Kati, Liki Mukanzi, amelaumu upana wa jimbo hili kama unaotoa nafasi ya kuripotiwa kwa dhuluma hizo bila washukiwa kukamatwa kwa wakati. Unapata kuna maeneo mengine yako mbali sana na hapa eneo la mjini. Kwa hiyo maeneo kama hayo unapata kwamba sheria za serikali hazifuatiliwi sana. Manake pia hata uongozi wa serikali hawafikii hawa watu. Kwa hivyo ukubwa wa hii kaunti ndio mwanya wa kwanza ambao ni mambo tunapambana nao. Mwingine ni tamaduni ambazo zimepitwa na wakati. Wajua hii jamii yetu ya Warendile, ya Wasamburu, ya Waburji, ya Waborana na ya Wagabra wana tamaduni ambazo kwa kiwango kikubwa zinakandamiza haki za watoto, hasa mimba za mapema, ukeketaji na watoto kuoza wakiwa wadogo. Kwa hivyo tamaduni potovu pia ni pengo ambalo tunazidi kupambana nalo kila kuchao. Afisa wa mipango katika shirika la Caritas hapa Marsabit, Peter Okelo, ameitaka serikali kutenga fedha za kutosha kuboresha afya na elimu ya wanafunzi nchini, akieleza kwamba hatua zilizokuwa zimepigwa chini ya utawala wa hayati Mwai Kibaki zimeanza kulegezwa. Since 2013, children have been accessing NHIF to high school students to access their healthcare services, but we are seeing that gain is now coming down, and we will strongly advocate that it is important that we have access for children to access this healthcare in terms of insurances, as it has been happening before. Washikadau wametakiwa kutenga bajeti za kutosha kwenye programu zao kusaidia katika kupatikana kwa haki za watoto nchini. Michael Kwena, TV47, kaunti ya Marsabit. Tuzidi kukutari